Wakazi wa Nyahururu wanasema nini kuhusiana na mjadala huu hapa studioni? Naam, Kirobi, shukran sana, na tukizidi kuhusisha wananchi katika mjadala wa siku ya leo. Vile hapa ninao wananchi wa mji huu wa Nyahururu ambao ningependa kusikia maoni yao ni ipi kuhusiana na siasa za kitu kidogo. Karibu tu ndani ya TV47. Ukianza kwa majina utatazama kule, tueleze wewe kama mkazi wa mji wa Nyahururu unahisi ni kwa nini wanasiasa wengi katika mikutano yao huwa wanatoa kitu kidogo? Kuna jambo moja, mimi kama Simon Mwangi, wanasiasa wamezoea sana kutoa kitu kidogo, na hiyo kitu kidogo, hiyo ni kitu kimoja ambacho kinaitwa, hiyo ndio ni corruption. Kwa wanatoa kitu kidogo sababu wao huwa ni corrupt. Wanatoa hiyo pesa ama kitu kidogo hiyo ili kumdanganya mwananchi. Sasa hata ukimchagua atakuwa akijidai ati yeye alinunua uongozi. Sio nyinyi mlifanya apita, ni pesa yake. Hiyo ndio sababu ya wao kutoa kitu kidogo. Na tunaona siku za wiki kama Jumatatu, Jumanne, japo ni siku za kazi, wananchi wengi hujitokeza katika hizi mikutano. Unahisi kuwa hiyo inaashiria kuwa hakuna nafasi za kazi, ndio maana watu wengi wako idle? Hiyo ni jambo moja. Ukosefu wa kazi umekuwa mwingi sana hapa Kenya. Kwa sababu vijana wanasoma lakini kazi hakuna. Vijana wako na barua, wengine ni madaktari hawajapata kazi. Wengine wanaweza fanya kazi hata kwa makarani, lakini hawana kazi. Walisoma lakini kazi hakuna. Kwa hivyo sasa akisikia mahali mwenye siasa hako, lazima akimbilie ili apate angalau ya kununua mboga. Yes. Asante sana. Na wewe bwana, ukikaribia tu hapa, maoni yako, tumeona Bwana Barikiwa akisema kuwa ukosefu wa ajira uchangia watu wengi kuhudhuria mikutano hii ya siasa. Kwa maoni yako, nahisi kuwa jambo hilo ni kweli? Naam, kwa majina naitwa mchungaji Paul Kehera kutoka hapa Nyahururu, na kabisa hilo jambo ni la ukweli, na ndiposa unapata wakati mwingine wanasiasa wanapohudhuria mahali, kwa sababu hakuna kazi, vijana wamekosa ajira, na pia watu wengi wametupa tumaini. Ndiposa unapata wanasiasa either ni Jumatatu, either ni Jumanne, wakati wamefika mahali unapata vijana wamekuwa pale na wakitumainia ya kwamba wataweza kupata kitu kidogo. Na ndiposa mwanasiasa akienda mahali akose kutoa kitu kidogo, unasikia wananchi wanaanza kulalamika, kwa sababu wale watu walikuwa wametarajia labda watapewa 100, wengine watapewa 200. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba Kenya katika ajira hatuna ajira kabisa. Naam. Kwa hivyo wewe kama mchungaji unahisi tatizo liko wapi? Liko kwa wanasiasa ama liko kwa wananchi? Naam, katika tatizo ambalo liko ni katika uongozi. Maana viongozi tunapowachagua ni lazima waajibike ya kwamba wakati wameenda pale wanatunga sheria, katika uongozi wanaleta uongozi bora ili kazi inapatikana. Kwa sababu ukiwa kiongozi uwezi kuja kutuambia kwamba ni kubaya. Wewe tumekutuma kama mfano, kama ni mbunge uende utengeneze sheria, na kana kwamba ili sheria ambayo umetunga zikuwe sheria ambayo ni mzuri, alafu baada ya hapo tunapata kazi. Na economy wakati imekuwa, vijana wanapata kazi, tunapata watu wengi wamepata kazi, hata zile mikutano, hata zile watu wakutokelezea wakati wa Jumatatu ama wakati wa kazi hakutapatikana. Kwa hivyo iwapo wananchi watakosa kuhudhuria mikutano kama hizi za kisiasa, unahisi kuwa mikutano au mambo na siasa itapungua humu nchini? Naam, kwa sababu sisi sote tukiwa tuko kazi, vijana wako kazi, wazee wako kazi, wamama wako kazi, utapata zile mikutano ya wanasiasa haitapata watu. Na kwa sababu wanasiasa wanataka wakati mwingine atumie vijana vibaya, ndipo unapata kunakuwa na upungufu wa kazi, ili wakitana mikutano yao watu wanaweza kwenda mahala pale. Kwa hivyo suluhu ya mambo haya ya siasa za kitu kidogo ni gani? Suluhu ya zile mikutano ya ama siasa za kitu kidogo ni lazima viongozi na wananchi wajua ya kwamba wakati tumechagua viongozi, usichagua ni tu ya kwamba umeenda umetupa kura pale, umechagua kiongozi kwa sababu tu ati unaajibika kuchagua kura. Lazima ujue kiongozi ambaye unamchagua ameenda pale kufanya kazi, na lazima afanye uwajibikaji ambayo ama ile kazi utenda kazi wake ni shwari, imaanisha ya kwamba ameenda pale
kutuletea mambo mazuri. Naam, Kirobi, kama vile ambavyo umesikia, hayo tu ni maoni ya wenyeji kutoka mji huu wa Nyahururu wakichangia ama wakitoa hisia zao kuhusiana na siasa za kitu kidogo, wengi wakisema kuwa jambo hilo linaashiria kuwa nafasi za ajira humu nchini ni chache mno, ndiposa hata siku za wiki wananchi wengi hujiunga katika mikutano ya kisiasa. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea, kuregesha usukani kwako Kirobi. Naam, asante sana Laban Muhinda ukiwa maeneo ya Nyahururu katika kaunti ya Laikipia. Bila shaka nimesikiliza hisia kinsani kutoka kwa mmoja wa mwananchi pale akisema kwamba wananchi pia wanachangia katika swala hili. Hebu tuvuke maeneo ya Pokot Magharibi tuungane naye Andu Juma pia tusikilize wakazi wa Pokot wanasema nini kuhusu